Karibu Tuzo Online. Presha ishaanza. Wale vijana ujue, huo mzigo unaotangaza, hiyo hamasa unaotangaza itaenda kuwachanganya. Lakini tunaomba dua la kheri, tunaomba dua la kheri. Tuandike stori kubwa sana. Tuchukue lile kombe. Wewe unafikiri zile nafasi zinakuja tu? Aziji. Kwa uongozi wa Karia, maana tukisema tuweke kumbukumbu kwa watu ambao waliofanya mambo mengi kwenye nchi, kwenye swala la soka, Karia anatakiwa jengewe sanamu. Sawa baba, asante lakini namkumbusha awe makini na kitengo cha bodi ya ligi. Kilichobaki ni kitu hiki, kuwaombea kheri vijana wetu, wakaandike kumbukumbu ya historia yao wao na vizazi vyao. Unaanza kuchukua wawili unakupa kitu, maana mechi za kirafiki unaongeza tena wawili. Tunakwenda mpaka AFCON, unaweza kuja kushangaa vijana wapo 7, katika 7 unaweza kukuta vijana 3 wanaanza. Wao ni nuru hiyo. Sio kitu cha kujivunia iko. Pale nipo na ndugu yangu Miraji, tupo maeneo ya kujitutumua, maeneo ya kutamba stesheni. Bwana we champion. Uzima upo? Alhamdulillah upo. La furaha leo. Namshukuru Mwenyezi Mungu nimeamka salama, afya njema, familia yangu ipo poa. Ni jambo ambalo najivunia. Kwa hiyo ukiniona nina furaha, Mwenyezi Mungu kanijalia pumzi yake, umeona, na kanijalia afya njema. Na ndugu zako hapa stesheni umekuta wamechangamka. Oya. Serengeti Boy wameleta hamasa tofauti. Maana hapa katikati mpira ulikuwa uzungumzi kwa timu ya taifa. Lakini sasa hivi nakuta kila sehemu wanazungumza. Mimi nilikuwa najua huku timu za vijana watu hawajui, lakini nashangaa wananitajia hadi wachezaji. Ukubwa wa tukio, unajua finali ni kubwa sana. Ukiangalia mashindano ya vijana mara nyingi hatuyafuatilii. Na kitu kikubwa ambacho kinachosababisha tusifuatilie mashindano ya vijana, kukosa hamasa kuanzia chini. Yaani sisi hamasa yetu tunaipata kuanzia hatua fulani, nusu finali au finali. Ushanelewa? Sasa mtu wa hamasa ndo kashachaguliwa, wa kutukumbusha kama vijana wanakwenda, tunatakiwa tufanye hivi, kashachaguliwa na kazi ile anaiweza. Msemaji wa timu za taifa, msemaji wa timu za taifa zote, Haji Manara, respect kwake. Ushanelewa? Wewe ni miongoni mwa watu ambao wamefurahia. Namkubali sana. Ana madhaifu yake ya kibinadamu, lakini kwa kitengo hiko hakuna anayemshika. Hakuna anayemshika. Juzi tulienda kuongea naye, anakuambia mmezoea kuna Simba Day, kuna Yanga Day. Yeye ameshaanza kupiga picha namna ambavyo mapokezi yatakuwa ya vijana Serengeti Boys. Oya. Yule mwamba kwenye kitengo hicho, achana naye. Ile sahari nyingine Mwenyezi Mungu kampa hayo makarama. Pekee. Mpira kwanza anaujua. Simba na Yanga anazijua. Soka la ndani analijua. Soka la nje la Afrika analijua. Soka la Ulaya analijua. Utamwambia nini? Anajua. Ushanelewa? Tukio hili tulifanya hivi, Sijui unanielewa? Hao wengine wanafuata, tunawaheshimu, ni muda wao, si ndio? Lakini yule mwamba, umeona, kupewa kile kitengo ni sehemu sahihi na ni muda wake sahihi. Watu walikuwa wanaogopa kusema labda ataingilia majukumu ya wengine. Majukumu gani? Ukiona wewe kayaingilia majukumu yako, basi ujue wewe ni mdhaifu. Sijui unanielewa? Wewe ni mdhaifu ukiona. Kwani wewe unashindwa kulifanya hili jambo? Wewe ni mdhaifu. Ushanelewa? Kwa hiyo tuwaombee dua vijana wetu. Kesho wana mchezo mgumu. Ushanelewa? Inshallah Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi kesho tupate matokeo, kwa sababu tukichukua lile kombe ni stori kubwa sana. Kwanza kitendo cha kuingia finali tu. Kitendo cha kuingia finali ni stori kubwa sana. Wameandika stori kubwa sana kwenye soka letu la Afrika. Ushanelewa? Mimi nakwambia ukweli Tuzo. Ukizungumzia katika viongozi ambao wanatakiwa waheshimike, wajengewe kumbukumbu yoyote, wakina Abduli wanapokuwa waone huyu ni mtu fulani, hii kumbukumbu ya mtu fulani. Karia anatakiwa ajengewe sanamu. Rais wa TFF Wallace Karia anatakiwa ajengewe sanamu. Mimi nakwambia Tuzo. Amini. Kwa nini yeye ajengewe wakati walikuwepo watu wengine? Unajua
wakati wake yeye, si ndio? Matukio ya mpira mengi sana tena yenye faida na yenye mwendelezo ndio yamefanyika. Sijui unaelewa? Viongozi wengi wamepita, lakini angalia tumefuzu mara moja kipindi hicho. Na ukipewa namba wewe mwenyewe unaogopa, unajiuliza tulifuzu vipi. Lakini angalia kipindi chake yeye. Nenda kakague timu za wanawake, nenda kakague timu za vijana, njoo kwetu sisi. Mara ngapi? Sasa hivi tunafuzu bila hata pressure. Kawaida. Angalia kwenye ngazi ya vilabu kafanya nini? Africa Football League kaleta hapa. Yule mwamba kafanya makubwa. Yaani ukizungumzia katika watu ambao wanatakiwa wajengewe kitu cha kumbukumbu, Karia anatakiwa ajengewe. Kama tunasema tujenge sanamu, katika watu wa kujengewa kumbukumbu, sanamu la Karia linatakiwa liwekwe pale pale TFF. Kwa rais yoyote ambaye ataingia na shika kiti cha Karia, aone kabisa huyu mheshimiwa namba zake hizi hapa. Alifanya hivi. Tunakubali na madhaifu. Na moja madhaifu ya Karia, anatakiwa makini sana na kile kitengo cha bodi ya ligi. Kile kitengo ndio kinamchafua Karia ujue. Wewe angalia milongo yote inayotokea kwenye kitengo cha bodi ya ligi. Mfano mdogo na kutolea, sasa hivi tunakwenda World Cup. Wazungu wana michezo 38. Umeona? Wana makombe takriban 3 ya ndani. Wana mechi za kimataifa. Sio, unanielewa? Wana ngazi ya vilabu. Lakini mashindano yote yameisha. Kwa tu sisi World Cup itaisha, ligi bado. Sasa hapo unagusa kitengo gani? Kenya ameshamaliza. Unagusa kitengo gani? Unagusa bodi ya ligi ujue. Sasa Karia awe makini sana na hiki kitengo cha bodi ya ligi. Mizozo mingi inatokea bodi ya ligi. Yeye tunakubali na madhaifu yake. Lakini madhaifu ya Karia ni machache, lakini bodi ya ligi madhaifu ni mengi. Ikija dabi tu, kesi bodi ya ligi. Dabi kisha, kesi bodi ya ligi. Simba kicheza, kesi bodi ya ligi. Yanga kicheza, kesi bodi ya ligi. Awe makini sana Karia na hiki kitengo cha bodi ya ligi. Kitamchafua tena, kitamchafua pakubwa. Lakini ukimzungumzia ule mwamba, achana na ule mwamba. Achana na ule mwamba. Mimi nakwambiaje? Angalia ile timu ilivyoandaliwa. Angalia wanamume walivyohangaika kwenye mikoa tofauti tofauti. Wewe unaona hizi kwa sababu unawakuta nusu finali. Ndio tunarudi pale pale. Hawa ambao sasa hivi unawaona mara nyingi kwenye matukio wanachelewa kufika. Na wakifika wanahitajika, yani wanahitaji waonekane wao ndio waliwahi kufika. Ndio sasa hivi unaona pressure ishaanza. Wale vijana ujue. Huo mzigo unaotangaza, hiyo hamasa unaotangaza itaenda kuwachanganya. Lakini tunaomba dua la kheri. Tunaomba dua la kheri. Tuandike story kubwa sana. Tuchukue lile kombe. Wewe unavyofikiri zile nafasi zinakuja tu? Aziji. Wewe unavyofikiri kuna nchi ngapi wameandaa timu za vijana zilokuwa bora, hawakufika hata robo finali. Mpira unaendana na bahati. Yaani unapojua vile vile unatakiwa upate na bahati. Mfano mdogo na kutolea. Muangalie Kylian Mbappe. Yule anajua mpira lakini hana bahati. Hana bahati. Washauri anao lakini bahati hana. Kandoka PSG watu wamebeba. Kipindi anajiuliza kule kafanya ovyo, watu wamebeba tena. Ile bahati. Sijui unanielewa? Yule kaitwa na rais wa Ufaransa, Macron kamuita Ikulu. Anamwambia Mbappe, wewe ndo unaibeba ligi ya Ufaransa. Niambie kijana wangu unahitaji nini ubaki hapa? Mbappe anamwambia mimi nahitaji kitu hiki, mimi nahitaji kwenda Real Madrid. Anaambiwa abaki anahitaji. Wewe unapata bahati, unaitwa Ikulu. Unakaa kiti kimoja na Presida na kuomba, anakwambia ligi ya Ufaransa unayo wewe. Sema unahitaji nini? Anambia hapana. Wewe unasema tu kwenye ule mnara wa Ufaransa mimi niwekewe sanamu pale juu, mimi nibaki hapa. Kumbukumbu ya maisha hiyo. Kakataa mpaka hiyo Mbappe. Mimi naondoka, nataka nende Real Madrid. Sasa hiyo ni bahati. Thiago Silva kacheza PSG takriban miaka 7 miaka 8. Kacheza na wachezaji wakubwa, wakina Messi, wakina Neymar. Kacheza nao pale. Umeona? Na alitaka kujivunia kipindi anachukua yeye kapteni kwenda kunyanyua ndoo ya Champions League. Lakini alivyoondoka pale tu, anaenda Chelsea ndo kaenda kubeba. Kaletoa Messi, kaletoa Neymar. Mbappe yupo.
Yaani wamemkosa Cristiano Ronaldo tukakataa kwenda pale. Kapteni anachukua yeye. Kapteni anachukua Thiago Silva, Tambala anachukua Thiago Silva. Anaambia wanangu sogeni mbele. Champions League robo finali wamenusa nusu. Robo finali makundi hawapo. Kaona hapa bwana. Maji ya jioni anaenda Chelsea. Maji ya jioni aenda kulinyanyua Chelsea. Wanamfunga Man City finali. Ushanelewa? Sasa Thiago Silva anajua na vile vile alikuwa na bahati. Sijui unanielewa. Kwa hiyo sisi tunajua mpaka tumeingia finali kwa sababu ile timu watu hawajakurupuka. Mimi na wewe tulikuwa tufuatilii, lakini kwa watu ambao walioifuatilia ile timu wanajua watu walioiandaa ile timu wa vijana wametumia nguvu gani, wametumia akili gani kutafuta wale vijana. Lakini leo hii kuna watu wanafika kwenye matukio, si ndio? Na kipindi wamefika wanataka waonekane kama wao walianza hii safari, kumbe hawajaanza hii safari. Na umeona. Lakini hatuhitaji kuyazungumzia mengi huko kwa sababu ni hatari ukienda kuzungumzia huko. Ni hatari, tunayaacha, tunafunika kombe. Kilichobaki ni kitu hiki, kuwaombea heri vijana wetu, wakaandike kumbukumbu ya historia yao wao na vizazi vyao. Kwa sababu ukichukua lile kombe, historia yako wewe tuzo haifutiki milele na milele kwenye maisha ya mpira. Mwaka fulani siku fulani timu ya vijana kikosi hiki hapa kilifanya hivi. Na ni timu ya kwanza kuleta ubingwa wa Afrika. Ni timu ya kwanza kuleta ubingwa wa Afrika kwenye mashindano ya vijana Tanzania, kikosi hiki hapa. Kwa hiyo tunaombea heri. Tunatakiwa tuombe sana kwa sababu wale wanamume tunaokutana nao si masiala. Nje ya uwanja wapo vizuri, ndani ya uwanja wapo vizuri. Kacheza na mwenyeji. Amtoa. Wose masiala wewe. Na mwenyeji nyewe unamjua alipokuwa nanongwa, lakini kangolewa pale pale. Kwa hiyo tunatakiwa tuwaombee sana vijana wetu kwa sababu ile unajua ni faida kwa taifa letu Yaani ile ni faida kubwa sana kwa taifa letu. Sijui unanielewa, ndo maana nikakwambia hivi kwa uongozi wa Karia. Maona tukisema tuweke kumbukumbu kwa watu ambao waliofanya mambo mengi kwenye nchi kwenye swala la soka, Karia anatakiwa jengewe sanamu. Sawa baba, asante lakini namkumbusha awe makini na kitengo cha bodi ya ligi. Miraji, mpaka sasa hivi kuna vitu ambavyo umeona havijaenda sawa kuelekea finali kwa vijana ambavyo pengine tungeviacha tunavyovifanya nje ya uwanja. Tuzo huko tusiguse. Tufocus kesho. Maandalizi ya kesho tuanze leo. Sijui unanielewa. Tuanze leo. Tuombe heri, ila huko tusiguse, tuache. Tushaongea, tumemaliza. Kilichobaki ni kitu hiki. Hatutaki tena deshi minongono kuombea heri. Tusipishane tena. Tuombe heri vijana wetu, kesho tuandike kumbukumbu ya milele kwenye nchi yetu. Baada ya kutinga tu finali, kuna vijana wawili wakaongezwa Taifa Stars. Inaweza ikawa ni hamasa kwao. Wameongezwa wakacheze. Jambo la heri. Kwenye timu ya taifa mechi za kirafiki zile wakitoka kwenye finali wanaenda kuungana na timu. Jambo la heri kwa sababu ndio nuru. Hiyo ndio nuru ya kuandaa vijana. Nuru ya kuandaa vijana wapate muendelezo uliokuwa mzuri. Sijui unanielewa. Sasa muendelezo mzuri mmoja hapo huo unaanza kuchukua wawili wanakupa kitu. Umeona mechi za kirafiki unaongeza tena wawili. Tunakwenda mpaka AFCON, unaweza kuja kushangaa vijana wapo 7. Katika 7 unaweza kukuta vijana 3 wanaanza. Wao ni nuru hiyo. Sio kitu cha kujivunia iko. Ni kitu cha kujivunia. Kwa hiyo hili ni jambo la heri. Ndio kitu ambacho tunachokiongea toka mwanzo. Umeona? Mchezo wa mpira unahitaji maandalizi kwanza chini. Utapata timu iliyokuwa bora. Leo hii umemwona mwenyeji aliotolewa na Senegali namba 1 barani Afrika kuandaa vijana, namba 2 Senegali, si ndio? Lakini katika hawa wawili, si ndio? Sisi tunaenda kufanya kitu kikubwa, tunaenda kuongezeka mtu wa 3. Wao ni heri. Sisi kitendo cha kuingia finali tayari tushaonesha nuru njema. Pale kuna wawekezaji watakuja. Sasa wawekezaji wakija tukiwatumia vizuri, hilo jambo la heri vijana wetu kwenda kucheza mpira kwenye manchi mbalimbali. Na vijana hawa pia Leo ndo aliyesema ataangalia World Cup. Manake wanazidi kuonyesha mwanga zaidi. Walimkanyagia hapa alafu mambo ya mpira yanafanyika. Tuyaache huko tuzo.